Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 19 ya mwaka A wa kanisa. Ujumbe mahususi ni kuhusu ukuu, nguvu na uweza wa kimungu katika kushughulikia shida na mahangaiko ya roho za wanadamu na umuhimu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu peke yake ili aweze kumwokoa mwanadamu katika shida na mahangaiko yake ya ndani. Mababa wa kanisa wanafundisha kwamba muujiza wa Bwana wetu Yesu Kristo na Mtume Petro kutembea juu ya maji unaashiria umungu wa Kristo, mfano wa maisha ya kiroho na umuhimu wa imani pasipo mashaka. Msisitizo unaoletwa kwetu siku ya leo ni kuhusu ustahimilivu wa Mwenyezi Mungu katika kujidhihirisha na kujitoa kwake kwa mwanadamu mwenye mahangaiko lukuki. Hakika mahangaiko yamekuwa ni moja ya sehemu ya vikwazo vinavyomtatiza sana mwanadamu. Hii inajidhihirisha jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alivyomtokea mtumishi wake Nabii Eliya na kuongea naye katika upepo na hali ya utulivu huko mlima Horebu, na jinsi mwanaye mpenzi Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuliza dhoruba kwa nguvu na uweza wa neno lake katika ziwa Galilaya na kuwaokoa wanafunzi wake. Mtume Petro kama mwakilishi wa wanadamu wenye shauku ya kumfuata Kristo Yesu katika njia yake ya wokovu, lakini bado hofu na mashaka vinawasonga, naomba naye aweze kutembea juu ya maji, lakini kwa sababu ya pupa na papara na kuona kwake mashaka, baada ya Kristo Yesu kumruhusu kutembea juu ya maji, alianza kuzama. Hili ni ashirio la uhaba wa imani na kushindwa kutambua ukuu na umungu wa Kristo Yesu. Pengine haya ni matokeo pia ya ile hali iliyomo ndani ya mwanadamu ya kumfuata Kristo Yesu na mioyo iliyogawanyika, yaani kuwa pamoja na Kristo na wakati huo huo bado unatamani kukumbatia malimwengu. Alimwalika Petro kutembea juu ya maji mengi, na akatembea hatua kadhaa. Petro jirani akaogopa, mawimbi yakamyumbisha. Petro Yesu akamwambia, usiogope kabisa. Somo katika kitabu cha Wafalme. Eliya alifika kunako pango, akalala ndani yake, na tazama, neno la Bwana likamjia, akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Eliya alipoisikia, alijifunika uso wake katikati ya mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Neno la Bwana. Imani ndiyo silaha, ukimwamini Mwokozi Yesu, yawe maji yawe mawimbi, hakika utavuka salama tu. Usiogope kabisa, nenda, Bwana Yesu atakulinda tu. Tazame kwa imani, nenda, Bwana Yesu atakulinda tu. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, naye kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kikitaabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu.
Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyoosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma, nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Katika somo la kwanza, nabii Eliya hakuelewa ni kwa nini baada ya kumtolea Mwenyezi Mungu ushuhuda mkubwa namna hii, Mungu hakumhakikishia ulinzi wala usalama, na tena badala ya kupongezwa na kumwagiwa sifa kede kede machoni pa watu, yeye anaambulia kejeli na vitisho vya kutaka kuuawa. Nabii Eliya alifika katika mlima wa Mungu ulioitwa Horebu, akamsubiri Mungu atokee kama alivyokuwa amemwahidi. Ukapita upepo mkali unaopasua milima na miamba, lakini Bwana hakuwamo katika upepo huo. Likapita tetemeko, ukaja moto, lakini Bwana hakuwamo katika vyote hivyo. Hatimaye ikaja sauti ndogo na ya utulivu, upepo wa kisulisuli, na humo ndimo alimokuwamo Bwana Mungu. Kumbe tunalopaswa kujifunza hapa ni kuwa Mwenyezi Mungu hajionyeshi katika kelele na tetemeko kama alivyofikiri nabii Eliya, naye si Mungu mwenye kutisha wala kuogofya, bali wakati utimiapo Mwenyezi Mungu atawakomboa watu wake kadiri ya mpango na mapenzi yake ya daima. Somo hili linatuonyesha kwamba utendaji wa Mungu haujipambanui katika kupasua miamba, kuleta mabadiliko ya haraka kwa njia ya miujiza yenye kutisha na kuvutia halaiki, bali una njia na namna yake ya pekee na ya ajabu. Kumbe nasi tutambue kwamba tutakataliwa, tutadharauliwa na kuudhiwa, hata kupelekea kuuawa kwa sababu ya ukweli tunaosimamia. Tusikate tamaa hata mara moja, hasa pale inapoonekana kuwa jitihada, bidii na shauku zetu za kuleta mabadiliko ya kweli zinagonga mwamba na kupuuzwa na jamii inayotuzunguka. Tufahamu kwamba uongo hata usemewe na watu wengi bado haubadili kuwa ukweli, na ukweli hata ukisemwa na mmoja bado hauwezi kugeuka kuwa uongo. Tutambue kwamba Mwenyezi Mungu bado yupo pamoja nasi na hakawii kujibu, bali anao muda muafaka kudhihirisha ukuu na uweza wake. Tusimpime Mwenyezi Mungu kwa hisia na msukumo wa watu, bali kwa imani thabiti tumruhusu ajifunue kwetu. Nabii Eliya alikuwa na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu, na hiyo ilimfanya awe mwaminifu katika kazi na utume aliokuwa amekabidhiwa. Basi tumwombe Mwenyezi Mungu atukirimie imani kama hiyo, ili katika kuishi kwetu tumjue Mungu, tumpende, tumtumikie, na mwisho tufike kwake mbinguni. Katika somo la pili, Paulo mtume anaelezea kwamba Wayahudi walikirimiwa kwa namna ya ajabu sana na Mwenyezi Mungu, tena kwa njia ya manabii walipewa zawadi ya neno la Mungu. Zawadi iliyo bora ni kwamba Masia, yaani neno wa milele, alizaliwa kwao, lakini Wayahudi walimkataa. Tendo hili lilimuhuzunisha sana mtume Paulo, kwani Kristo Yesu ndiye njia ya pekee ya wokovu.
Yamkini hata sisi kwa nyakati tofauti tofauti, kutokana na kukumbatia dhambi, tumemkataa Kristo Yesu. Leo ni nafasi nyingine tena ya kuchunguza mienendo ya maisha yetu, kuona ni wapi na kwa namna gani tumemkataa Kristo Yesu. Leo ni fursa nyingine ya kuchunguza mienendo ya maisha yetu, kuona ni wepi na kwa namna gani tumemkataa Kristo Yesu, kwa sakramenti ya kitubio na maungamo tupatane tena naye. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Injili inasimulia muujiza wa Kristo Yesu kutembea juu ya maji na ombi la Mtakatifu Petro kutaka kumfuasa ili naye aoneshe umwamba, lakini kutokana na wasiwasi na hofu nyingi akaanza kuzama taratibu. Kitendo cha Petro kuzama kwa hofu ni mwaliko kwa wafuasi wa Kristo Yesu kuzishinda hofu za kiimani na kimaisha zinazoweza kuwapoteza kutoka katika kulishika neno la Mungu na hivyo kuangamia. Mtumbwi ni alama ya kanisa linalosafiri daima. Yesu anapoingia mtumbwini, hapo hapo upepo mkali na mawimbi yanakoma. Ni mwaliko wa kanisa kuendelea kuutunza utambulisho wa Kristo Yesu ndani yake ili kuyashinda mawimbi na misukosuko katika safari yake ya wokovu. Kutembea kwa Kristo Yesu juu ya maji ya bahari ni uhakikisho kwamba Kristo ni mwana mpendwa wa Mungu. Na sisi tukiwa na imani haba kama kiatu cha raba, hakika tutazama. Kristo Yesu anapotembea juu ya maji anataka kuonyesha mamlaka na uwezo wake juu ya nguvu za asili na kutufundisha kwamba imani thabiti badala ya kuzama kwa sababu ya mashaka na hofu. Tunapoendelea kuyatafakari haya, tusali kumwomba Kristo Yesu atuongezee imani tukisema: Mungu Mwenyezi wa milele, nijalie siku zote mimi mtumishi wako kuwa na imani thabiti. Uniongezee zawadi hiyo ya imani ili nisiongozwe na mashaka. Imarisha zawadi hiyo ya imani itokayo kwako ili iniwezeshe daima kukutegemea wewe hata nisipokuona kwa macho yangu. Fukuza woga ndani mwangu na unipe siku zote moyo wa uchaji, subira na utulivu wa nafsi yangu. Kwa Kristo, amina. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasia Ngonyani OSCB na Padre Octaviani Hinjo wa shirika la mapadri wa mateso kutoka Morogoro, aliyeandaa tafakari hii kutoka studio za redio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus. Ni nani atupaye nguvu pia uzima? Ni Mungu mwenye enzi yote, ndiye Muumba. Yeye ni Alfa na Omega, ni wa milele. Utukufu na heshima Bwana ni vyako Mfalme. Mungu wangu mwema, ninashukuru kwa kunilinda vema. Ninashukuru. Asante Mungu wangu mwema, ninashukuru.